Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Presi yetu ya leo inahusu mambo yafuatayo: mwaliko kuhusiana na kongamano na maonyesho ya haji ya mwaka 1448 sawa na mwaka 2026-2027, lakini pia taratibu na mabadiliko ya ratiba kutoka Wizara ya Hija nchini Saudi Arabia, pamoja na kuwajulisha orodha ya taasisi ambazo kwa mwaka huu zitakuwa zimekidhi vigezo vya kuweza kusafirisha watu kwa ajili ya haji kwa mwaka wa 2026 na 27. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirikisho la taasisi za hija Tanzania Bara TAHAFE linapenda kuwakaribisha waandishi wa habari na umma kwenye mkutano maalumu na vyombo vya habari, maana press conference. Mkutano huu unalenga kutoa matamko rasmi na maelekezo muhimu kuhusu maandalizi ya ibada ya haji kwa mwaka wa hijiria 1448 sawa na 2026-2027. Tunapenda kutoa maelezo na ufafanuzi wa kina juu ya masuala makuu manne yafuatayo. Kwanza kabisa, mwaliko wa kongamano na maonesho ya haji. Tutangaza rasmi kongamano na maonesho makubwa ya haji ambayo yatafanyika tarehe 15 Agosti 2027 siku ya Jumamosi, Mungu akipenda, katika ukumbi wa Lamada hapa Ilala insha Allah. Tukio hili kwa ujumla litakuwa ni sawasawa na jukwaa kuu la kutoa elimu, mwongozo na kuonesha huduma mbalimbali ambazo zitakazotolewa kwa mahujaji wetu kupitia taasisi za haji hapa Tanzania Bara, lakini pia na kule nchini Saudi Arabia. Pili, utaratibu wa haji na msisitizo wa malipo katika huduma za kuchagua nafasi kwa maana ya location, lakini pia na huduma za vifurushi, mahema, vyakula na mengineyo. Ufafanuzi wa utaratibu mpya wa usajili wa mahujaji, mkazo mkubwa umewekwa kwenye suala la kulipa gharama za location na huduma za kambi kwa maana mahema mapema, na hii inatakiwa kufanyika kabla ya tarehe ya ukomo ambayo itakuwa ni deadline tarehe 13 Agosti, kwa maana ya kwamba hii ni tarehe ya mwisho kabisa kulipa. Tunatakiwa tulipe kuanzia hivi sasa kwa ajili ya huduma hizi. Deadline hii au tarehe hii ya ukomo imewekwa na Wizara yenyewe ya Hija ya Saudi Arabia ili kuondoa usumbufu wa kiutendaji wa kukosa nafasi za mahema au kupata nafasi ambazo sio nzuri endapo mahujaji watachelewa kulipia. Kwa hiyo tunawahimiza taasisi za hija kufanya malipo kwa wakati kule nchini Saudi Arabia, lakini pia kuhamasisha wale mahujaji watarajiwa wa mwaka 2027 kulipia mahema hata kwa njia ya kidogo kidogo kwa maana installment, kwani gharama na malipo kwa huduma mbalimbali nchini Saudi Arabia kimaandalizi yanahitaji kufanyika, na hii inatokana na mabadiliko katika utekelezaji wa ratiba ya Wizara ya Hija nchini Saudi Arabia. Tatu, tunapenda kuwafahamisha orodha ya taasisi ambazo zilizoidhinishwa mwaka huu kwa maana 2026 kuelekea 27 Tanzania Bara chini ya usimamizi wa idara maalumu ya bitha ya hapa Tanzania Bara, lakini wakishirikiana na umoja wa taasisi hizi, shirikisho la taasisi za hija. Napenda kutangaza hadharani orodha rasmi ya taasisi na mawakala wote halali wenye mamlaka ya kusafirisha mahujaji kwa mwaka 2027 ambao wapo chini ya mwamvuli wa bitha na TAHAFE. Hatua hii ya utangazaji inalenga zaidi kuwalinda wananchi na mahujaji dhidi ya vishoka na matapeli ambao huwa wanawagharimu sana wale ambao wanaotaka kwenda hija. Taasisi hizi ni kama ifuatavyo: ya namba 1, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA; 2, taasisi ya Jamarat; 3 ni taasisi ya iTravel; 4 ni taasisi ya Al Husna;
5 taasisi ya Haji Trust, 6 taasisi ya Zamzam, 7 taasisi ya Raudha, 8 taasisi ya Masjid Adli, 9 ni taasisi ya Kidunda, 10 taasisi ya Ajwa, 11 ni taasisi M2 Travel, 12 ni taasisi ya Manasik, 13 taasisi ya Musafir, 14 ni taasisi ya Ahlu Dawa, 15 ni taasisi ya Ahlu Baiti, 16 ni taasisi ya Nuru Path. Pamoja na taasisi hizi 16 ambazo zimethibitishwa, zipo taasisi 3 ziko katika mchakato zikiwa bado zinakidhi au zinaendelea kutafuta maridhiano na idara kuu ambayo inahusiana na masuala ya hija ambayo ni Bitha. Taasisi hizo ni Al-Hashimi na taasisi ya Munawwar na taasisi mpya ya Ar-Raudha ambayo ni foundation iliyopo Arusha. Angalizo, idara maalumu ya kusimamia hija Tanzania bara ambayo ni Bitha wakishirikiana na shirikisho la taasisi za hija Tanzania bara TAHAFE ndio vyombo vyenye dhamana ya kuratibu, kusimamia, kuboresha ustawi pamoja na safari za mahujaji kutoka Tanzania bara kuelekea miji mitakatifu Maka na Madina. Mwisho na muhimu zaidi, tunaomba vyombo vya habari mliohudhuria hapa kufikisha ujumbe huu muhimu wa kiibada kwa jamii ya Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla. Asanteni na tunawashukuru wote. Ni mimi kwa niaba ya mwenyekiti ndugu yenu naibu katibu Muhammad Ali Shangama, mwisho wa kunukuu. Shukran lakum, tunawashukuru. Baada ya hapa tutapenda kama kutakuwa na maswali au collaboration yote, ufafanuzi, basi tunaomba. Lakini pia napenda hapa nilipo tuna viongozi wetu, ninaye hapa pembeni yangu makamu mwenyekiti wa shirikisho Sheikh Abasi Bantulaki, tunaye mjumbe Sheikh Muhammad, pia tunaye mweka hazina Sheikh Ahmad Sharif, lakini mwisho kabisa kule tunaye mwenyekiti katibu wetu mkuu wa shirikisho hili dada yetu Mayasa Sadala. Karibuni sana ndugu waandishi, kama kuna ufafanuzi wowote. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.